Ni mkaribishe kiongozi wetu, katibu mkuu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Magulilo Mwakalonge, ambaye yeye basi atatoa salamu za pole kwa niaba ya Union yetu ya Kusini mwa Tanzania. Mchungaji, karibu. Kwa niaba ya kanisa, uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, kwa ngazi ya kitaifa, union zote mbili, tunawashukuru sana wote ambao mmetoa salamu za faraja ambazo zina maana kubwa sana katika kipindi hiki. Tunapenda kwa namna ya pekee sana kumshukuru Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu, kwa salamu alizozitoa na lambilambi alizozituma. Tunakushukuru sana ndugu yetu Enoch Kiswaga, msaidizi wa mheshimiwa. Asante sana kwa salamu zako na lambilambi zako binafsi na faraja kubwa ambayo tumeipata. Na basi facilitation zote ambazo zilihimizwa pia na maelekezo ya ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Misiba ni mingi hapa Tanzania, lakini kupata salamu hizi za pekee mno hatuchukulii kuwa ni jambo la kawaida. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini tumefarijika leo pia kuwa na Mheshimiwa Rachel Kasanda. Asante sana. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Masasi kwa kujumuika pamoja nasi. Uwepo wako umekuwa faraja kubwa sana. Tunakushukuru. Asante kwa kujali na kuja kulia pamoja na sisi na viongozi wote wa serikali mlioko hapa. Tunaheshimu sana uwepo wenu. Asante Elda Mwita Machage kutoka kule Union ya Kaskazini. Asante sana kwa kuja. Wapendwa, kwa niaba tena ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, tunapenda kuwapa pole sana waombolezaji wote, lakini basi kwa namna ya pekee kwaya ya Kinyerezi, poleni sana kwa kufiwa na wapendwa wenu. Ni ngumu kuimagine nini kinaendelea kwenye mioyo yenu, lakini Bwana mfariji mwenyewe awaguse. Pokeeni salamu hizi za kanisa lenu. Lakini tunampa pole sana Mchungaji Maotola Lumbe, Pastor, pole kwa kufiwa, pole kwa mahangaiko yote. Kanisa la Kinyerezi tunawapeni pole sana. Lakini basi pole kubwa sana zinaenda kwa familia ya mama msiba. Poleni sana. Poleni kwa kuondokewa na mama. Uongozi wa kanisa lenu unalia pamoja nanyi. Pole sana Dr. Yusufu na familia yako yote kwa kufiwa na mke wako na mtoto wenu. Poleni, Bwana awafariji sana. Tumekuja wapendwa na neno fupi tu. Kwaya zetu zina mchango mkubwa sana katika kazi ya utume. Sana. Na hasa katika msimu huu, kwaya zetu zinasafiri kwenda karibu, kwenda mbali, na shetani ameamua atunyong'onyeshe kwa tukio hili lenye uchungu mwingi. Tunataka kuwatia moyo kwaya zetu kama wengine walivyosema hapa, msikate tamaa. Msikate tamaa, hivi ni vitisho vya ibilisi. Ameanza zamani, lakini ni adui ambaye ameshindwa tayari.
Kila tahadhari katika safari zetu ichukuliwe, lakini tusiache kazi ya utume. Utume uendelee, injili isonge mbele, msiogope. Walisema wahenga, kelele za chura hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Huyu ni shetani anataka kutukatisha tamaa, msiache kunywa maji. Wakasema tena, kuvunjika kwa mtini sio mwisho wa shoka. Wenzetu wamelala. Nadhani siku ile ya ufufuo mama Msiba na binti yetu Elizabeth watafurahi kusikia kwamba hata baada ya wao kupumzika hamkuacha kuiendeleza kazi ya injili. Watafurahi sana kuona roho nyingi zilizookolewa hata baada ya wao kulala. Kanisa litatuma lambilambi zake kupitia conference yetu ya SEC ambayo ndiyo ngazi ya utawala iliyo karibu na hapa, na wao watazifikishia familia hizi zote mbili. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe.